Shirika la Uwezo Tanzania kwa kushirikiana na mtandao wa utoaji wa elimu kikanda limefanya mkutano na wadau mbalimbali wa mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali, lengo ikiwa ni kujadili maendeleo yaliyopatikana katika utoaji wa elimu ya stadi za maisha na maadili. Akizungumza katika mkutano huo jijini Dodoma, mkurugenzi wa Shirika la Uwezo Tanzania, Baraka Mgohamwende, amesema jamii imekuwa ikifurahia kufaulu kwa watoto kwa alama za juu mashuleni na kusahau kuwaelimisha juu ya stadi za maisha na maadili. Kwa majina naitwa Baraka Mgohamwende, mkurugenzi wa Shirika la Uwezo Tanzania. Na Shirika la Uwezo Tanzania tunatekeleza mradi unaoitwa Alive. Mradi huu lengo lake kubwa ni kulea ama kukuza stadi za maisha na maadili. Uwezo Tanzania ni taasisi ambayo imejikita katika elimu. Tuna miaka 16 sasa Tanzania tangu tulipoanzishwa, na eneo kubwa tunawekeza zaidi katika kufanya tafiti mbalimbali zinazoibua masuala mtambuka katika ujifunzaji wa watoto, lakini pia vijana. Na safari hii tumekuja na utafiti wa stadi za maisha. Kama mnavyojua, karne ya 21, changamoto zinazowakabili vijana ama watoto zimekuwa zikibadilika sana, na kumekuwa na wimbi sasa kwamba mashuleni au wazazi au jamii inaangalia zaidi ufaulu wa watoto kwa maana ya kupata A ama B au division 1, lakini hatuangalii ni baada ya kupata hiyo division 1 hao vijana wanamaliza shule wakiwa ni wa aina gani. Tafiti inaonyesha kwamba vijana wengi ama watoto wanamaliza shule, lakini wakirudi katika jamii wanakuwa hawawezi kuwa na mchango katika jamii. Tatizo kubwa mojawapo likiwa ni namna yao ya kuweza kuwasiliana, kwa mfano namna ya kuweza kushirikiana katika vikundi, namna ya kuweza kutumia tunasema digital literacy. Kwa hiyo haukutatua changamoto zao wenyewe za familia au za jamii. Na moja ya mbinu ambayo tunatumia ni kufanya kazi na wizara mtambuka kuweza kuboresha sera ambazo zinahusu malezi ya vijana, lakini pia kuweza kuweka namna nzuri ya kuwapima vijana. Mitihani sasa hivi kwa mfano utaona tunapima tu ufaulu na ujuzi wa vijana, lakini je, tunawezaje kujua kwamba kijana huyu ana uwezo wa kushirikiana, kijana huyu ana uwezo mzuri wa kuwasiliana? Kwa kushirikiana na Taasisi ya Elimu Tanzania na wenzetu wadau wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam tunaandaa inaita progression ya namna ya kupima huo ubobevu wa vijana katika hilo eneo. Lakini vile vile tunashirikisha mifumo ya serikali, kwa mfano PTAs, ushirikishaji wa walimu pamoja na wazazi katika kuleta malezi bora. Wenzangu watakuwa wamezungumzia namna ambavyo tumeweza kufanya awamu ya kwanza katika mikoa 6: Morogoro, Pwani pamoja na mikoa mingine 3 kule Zanzibar. Okay. Mnawalenga vijana wa umri gani mpaka umri gani? Pengine ndio komo wenu. Kwa sasa tunaanza na vijana wa miaka 6 mpaka 17. Kwa hiyo hawa ni wale ambao wapo katika shule za msingi, lakini na shule pia za sekondari. Lakini pia tunashirikisha vijana ambao wako nje ya shule ama out of school children, wale ambao hawakupata fursa ya kuwa shuleni ama wameacha kuhudhuria masomo. Basi wote, ili mradi wako ndani ya huo umri, wanajumuishwa katika mradi.
Nao baadhi ya washiriki wa mkutano huo na watekelezaji wa utoaji wa elimu katika mradi huo wameeleza namna ambavyo wamefanya utafiti na kuweza kufanikiwa kufikia malengo katika utoaji wa elimu hiyo. Mimi kwa majina naitwa Samson John Sita, ni afisa programu mwandamizi nikifanya kazi na shirika la Milele Zanzibar Foundation katika mradi unaoitwa Action for Life Skills and Values in East Africa au ALIVE kwa kifupi. Katika mradi wa ALIVE ambao umefanya kazi katika hatua mbalimbali au phases, umefanya kazi katika phase ya kwanza ambapo tulifanya utafiti ili kupima kujua ni kiwango gani vijana wa Kitanzania na vijana wa Afrika Mashariki wana mahiri za stadi za maisha na maadili, ambapo tulipima vijana zaidi ya 1047 Afrika Mashariki, na kwa Tanzania peke yake tulipima vijana 1017. Na baada ya kupima tuligundua kuna hali ya umahiri mdogo sana wa stadi za maisha, hasa stadi za kama kujitambua, stadi za utatuzi wa matatizo, stadi za ushirikiano na pamoja na swala la heshima ikiwa kama moja ya maadili au tunu. Baada ya hatua hiyo ya kwanza tumeenda hatua ya pili ambapo tulijikita katika kubadilisha mifumo au system shift kama eneo kubwa la kwanza la matokeo. Eneo la pili tulijikita katika kutengeneza umahiri wa upimaji au tulisema assessment shift, na eneo la tatu ni learning hub ambapo tunajaribu kukusanya kila kitu tunachojifunza kupitia hatua ya utekelezaji. Na swala la ambalo limetuleta hapa katika hii washa ya siku mbili, tunajaribu kuangalia utafiti ambao tuliufanya wa majaribio au intervention ya majaribio tuliifanya ya kushirikisha wazazi katika kuleta uelewa wa stadi za maisha na maadili. Swala hili tumelifanya kwa sababu kuu kama mbili. Tumeweza kufanya utafiti wa awali na tukagundua vijana wengi wana mahiri ndogo sana za stadi za maisha. Kwa mfano, stadi ya utatuzi wa matatizo. Inaonekana kwa mujibu wa ripoti yetu, 8% tu ya vijana wa Kitanzania ndio wana uwezo wa kutatua matatizo kwa level ya juu. Kwa hiyo pamoja na matokeo mengine ya stadi hizi nyingine yalitusukuma kuangalia tutapitia nyanja zipi na wadau wapi ili kubadilisha hali iliyopo. Kwa hiyo katika kutekeleza hilo tumefanya intervention au majaribio ya ushirikishwaji wazazi kupitia PTA. PTA ni Parents and Teachers Associations au shirikisho la wazazi na walimu, ambapo ni mfumo ambao ulijengwa na TAMISEMI na unafanya kazi katika baadhi ya mikoa Tanzania. Kwa hiyo tulishirikisha wazazi kupitia chombo hichi cha PTA katika wilaya 6, Morogoro, wilaya ya Morogoro vijijini, Mvomero, tulifanya wilaya ya Bagamoyo, lakini pia tulifanya wilaya 3 za Zanzibar, wilaya ya Kusini, wilaya ya Kati na wilaya ya Kaskazini, ambapo tumeweza kutengeneza champions. Tulisema kupitia PTA tutengeneze champions. Takriban champions 1300 tuliwatengeneza, tukawajengea uwezo, nao wakatoa elimu kwa wanajamii katika wilaya hizi 3. Lengo la kufanya hivi, lengo la kwanza la kufanya hii ushirikishwaji wazazi ni kuongeza uelewa kuhusu hizi stadi za maisha, kwa sababu tunaamini na tumegundua kupitia utafiti kwamba wazazi wengi na wanajamii hawafahamu hata hizi stadi za maisha ni nini. Kuna wengine wanazichanganya stadi za maisha na stadi za kazi. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kujenga uelewa. Lengo la pili ilikuwa ni kuangalia njia gani za kujenga stadi za maisha kwa vijana kupitia wazazi, kuanzia level ya nyumbani au level ya kaya, level ya jamii na hata shuleni. Kwa sababu kwa mujibu wa utafiti wetu tumegundua vijana walioko shuleni walikuwa na level za juu kidogo za stadi za maisha ukilinganisha na vijana ambao hawajaenda shule kabisa. Kwa hiyo tunaamini mzazi, mwalimu wote wana jukumu la kujenga stadi za maisha. Tulifanya huu utafiti kwa lengo lingine la 3 la kuangalia namna gani tutatumia vyombo vya habari na njia nyinginezo mbadala ambazo zitatusaidia kuwajengea wazazi uelewa na wazazi waweze kusaidia kujenga stadi za maisha kwa vijana. Jina naitwa Safia Mkubwa Abdalla, ni mkurugenzi katika shirika la Sazani Trust Zanzibar. Kwa upande wetu tulitekeleza mradi wa ALIVE kwenye hii kipengele cha PTA kwa wilaya 2, wilaya Kaskazini Unguja na wilaya ya Mjini Unguja. Tumepata mafanikio mengi kupitia mafunzo ambayo tulitoa kuhusiana na swala zima la stadi za maisha na umuhimu wa kuweza kuzilea hizi stadi za maisha kwa vijana. Kwa upande wa wazazi tuliweza kukutana kwa wilaya Mjini, tuliweza kuwafikia wazazi
1254, lakini kwa upande wa kaskazini tukafikia wazazi kama 5141, kitu ambacho imekuwa ni mafanikio makubwa. Na vile vile tuliweza kutoa mafunzo kwa champion 40 kutoka wilaya kaskazini na 40 kutoka wilaya ya mjini. Lakini kiukweli mafanikio mengine ambayo kwa sasa hivi tunayaona ni kubadilika kwa zile shehia. Baadhi yao kumekuwa na ushirikiano mkubwa ambao wanafanya kazi zao kwa kushirikiana, na hadi kufikia kushirikiana baina ya shehia na shehia, au tunaweza kusema kijiji na kijiji. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi hii imeleta faraja, imetuonesha kwamba ile study wameweza kuzielewa vizuri. Ninaitwa Mahamudi Ngamange, ninafanya kazi na shirika la Sawa ambalo ni mratibu wa shughuli hii muhimu ya kuhakikisha kwamba stadi za maisha na tunu zinafikia watoto kupitia jitihada ambazo wazazi na walimu wanaweza wakafanya. Katika wilaya ya Mvomero kule mkoani Morogoro, mafanikio yamekuwa makubwa sana kufuatia zoezi hili muhimu, kwamba kumekuwa na msemo unaosema kwamba elimu ni ufunguo wa maisha, lakini kwa kweli stadi za maisha ni ufunguo wa elimu yenyewe, kwamba jitihada kwa miaka mingi zimefanywa kuhakikisha kwamba watoto wanapata elimu, lakini kumekuwa na changamoto ya elimu wanayoipata hao watoto kuwasaidia kwa sababu ya kukosa stadi za maisha. Mtoto anaweza akafanya vizuri sana, akafaulu hata akaenda chuo kikuu na alama za juu sana, lakini asipokuwa na stadi za maisha anaweza akaharibikiwa vibaya sana, akatoka na A's katika elimu ya sekondari, lakini kule akafanya vibaya kwa sababu ya marika, jinsi ambavyo atashindwa kujitambua, atashindwa kutatua matatizo yake mwenyewe, atashindwa kuwasiliana na wengine na kadhalika. Hali kadhalika kwenye swala zima la ajira, mtu yoyote au kijana yoyote anaweza akawa ana stadi nzuri tu za kufanyia kazi, lakini anapokosa stadi za maisha, uwezekano wa zile stadi za kazi alizokuwa nazo kutokumsaidia ni mkubwa sana. Kwa jina naitwa Tunu Sanga, nafanya kazi shirika la Okode, ni afisa miradi. Okode ni moja ya mashirika ambayo yalitekeleza mradi wa majaribio wa kushirikisha wazazi kuhusiana na elimu ya stadi za maisha kwa wilaya ya Bagamoyo. Na tuliweza kufikia jumla ya wazazi 700 kwa upande wa Bagamoyo, na mafanikio yalikuwa makubwa kutokana na elimu ambayo imetolewa kuhusiana na stadi za maisha pamoja na maadili kwa wazazi. Tuliweza kuona mabadiliko makubwa hasa kuanzia kwenye uelewa. Baadhi ya wazazi walikuwa wanachanganya dhana ya stadi za maisha pamoja na stadi za kazi. Kwa hiyo kupitia elimu ile waliweza kutofautisha kwamba stadi za maisha ni yale maarifa ambayo yanamsaidia mtu kuweza kukabiliana na changamoto mbalimbali kwenye maisha yake ya kila siku, wakati stadi za kazi zinahusiana na utendaji. Kwa hivyo tuliweza kuona wazazi mwanzo walikuwa wanachanganya dhana ya stadi za maisha na stadi za kazi, lakini kupitia programu hii ya mashirikisho ya wazazi pamoja na walimu kuhusiana na masuala mazima ya stadi za maisha, tuliweza kuona kwamba kuna mabadiliko. Lakini pia mafanikio mengine ambayo tuliyapata kupitia mradi ule, tuliona mabadiliko katika utendaji ama namna wanavyowalea watoto. Nasema stadi za maisha nakiwa mtoto anazaliwa nazo, lakini anapokuwa amezaliwa, jamii ambayo inamzunguka pamoja na wazazi wanatakiwa kuzikuza zile stadi za maisha. Kwa hivyo tuliona sasa wazazi kupitia ule uelewa wameanza kubadilika namna wanavyozikuza zile stadi za maisha. Tulikuwa na wazazi ambao walikuwa wanatumia majina mabaya kuwaita watoto. Wakati mwingine mtoto anamuita mbwa, pumbavu, lakini baada ya ile program tuliona mabadiliko, wazazi walianza kukili wenyewe kwamba sasa tumebadilisha, badala ya kuitwa majina mabaya watoto tunawaita majina mazuri. Na pia tuliweza kufikia kundi la vijana wa bodaboda ambao nao kwa namna moja au nyingine walikuwa hawaelewi kuhusiana na stadi za maisha. Na baada ya programu hii tuliona mabadiliko pia kwa vijana wa bodaboda ambapo walikiri kwamba lugha, mawasiliano yao pamoja na wateja yamebadilika, kwa sababu mwanzo walikuwa wana uwezo wa kutumia lugha mbaya kwa mteja na wakapoteza wateja.